Hii ni sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya 15 ya msimu huu wa kwanza wa simulizi. Inaitwa Nyuma ya Mlango wa Adui. Imeandikwa na mtunzi Edgar Mbogo, utakayempata kwa simu yake ya 0743 632 247. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita, sehemu ya 14, tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo Bwana Hassan mara baada ya kuokolewa na Deusi pale nje ya hoteli mikononi mwa wanyang'anyi wa ile dhahabu yake, ile Tanzanite yake aliyokuwa amebeba kwenye briefcase, akaona kwamba huo ndio msaada sasa wenyewe wa kunipeleka mpaka Dar es Salaam. Akamwambia Deusi ataje kiasi chochote cha pesa ambacho alikuwa anahitaji, ili mradi tu aweze kumsafirisha mpaka Dar es Salaam akiwa salama. Karibu sana katika sehemu hii ya mwisho, sehemu ya 15. Nikujuze tu kwamba msimu wa pili utaanza rasmi kabisa baada ya mwezi mmoja kutokea sasa. Itakuwa ni mwezi wa 4 mwanzoni kabisa ule, na wale watumiaji wa application itakuwepo huko full kabisa yote, kuanzia sehemu ya kwanza hadi sehemu ya mwisho, halafu ndio itaanza hapa YouTube, au sio bwana? Hapo sasa Deusi alihisi kama vile kazi ya usafirishaji inaenda kuwa ni kazi yake mpya sasa. Unadhani kwamba mzigo wako na thamani yako vinaweza kuwa sawa na lita 100 za petroli? Aliuliza pale Deusi kwa sauti tulivu kabisa, na huku alikuwa anafunga mkanda kwenye kiti chake ambacho alikuwa amekalia. Kijana, na kuomba utaje gharama kiasi cha pesa chochote ambacho anahitaji, nitakupatia. Alizungumza pale mzee Hassan Simba akiwa anaonyesha kuhitaji sana usafiri wenye usalama wa kijana huyu. Na kupatia ofa ya kuchagua mzee, kwa sababu mimi niko njiani kuelekea Dar es Salaam pia. Alizungumza pale Deusi kwa sauti tulivu kabisa, na wakati ule baadhi ya watu walikuwa wanaanza kupiga simu kituo cha polisi kutoa taarifa juu ya tukio hili la upiganaji lililokuwa limetokea hapa nje. Basi mimi nitakupatia milioni 50 mpaka Dar es Salaam. Alizungumza vile mzee Simba, na wakati ule alikuwa anaonekana chao katika lile kundi la watu. Alikuwa anawatazama tu kwa mshangao wenzake ambao walikuwa wamelala pale ardhini. Okay, sawa basi, imekubaliwa. Lakini masharti yangu ni kwamba hakuna bunduki ndani ya gari langu. Hakuna kujuana majina ndani ya gari langu. Hakuna mpango ndani ya gari langu. Malipo ni mkononi. Alizungumza vile Deusi, na huko alikuwa anatazama nyuma kwa kutumia side mirror, ambako pia kulikuwa na watu wachache walikuwa na shangaa tu. Funga mkanda kwenye kiti muda wote wapo kwenye safari. Alizungumza vile Deusi, na huko alikuwa anaingiza gia ya uani, na kisha alikanyaga mafuta taratibu na kurudi nyuma. Deusi aligeuza gari kutazama kule ambako alikuwa ametokea, yani kule stendi ndogo ya kwenda Monduli, na kisha alikanyaga mafuta kuelekea upande huo. Nadhani hata wale watu waliokuwepo pale pia walikuwa na shangaa tu mwendo wa dereva yule ambaye alikuwa anaendesha taratibu kabisa, na usingewaza kabisa kama alikuwa ametoka kufanya mauaji ya kinyama muda mchache tuliopita. Hata alipofika njia panda ya kuingia barabara kuu ya Monduli, pia alisimama kupisha gari la polisi aina ya Land Rover Defender, ambalo hili lilikuwa linakatiza kwa spidi kweli kuelekea njia panda ya Namanga, na huku askari 6 walikuwa wanaonekana nyuma yake wakiwa wamevalia nguo za kiraia. Mara baada ya hili gari la polisi kupita tu, sasa Deusi naye alikanyaga mafuta kuingiza gari lake barabarani, na kisha alikamata upande wa Monduli, ikiwa ni kwa mwendo wa taratibu, ni kama vile hakukuwa na jambo lolote ambalo lilikuwa limetokea. Ambapo sasa dakika 2 baadaye yalionekana magari mawili Toyota Land Cruiser tu, mali ya jeshi la polisi, ambayo haya nyuma yalikuwa wazi kabisa na kutuwezesha kuona askari 5 kila gari. Walikuwa na silaha zao mkononi, yakiwa katika mwendo wa kasi kweli. Yalikuwa naingia stendi ndogo na kukata kona kuelekea Marina Hoteli, na kwenda kusimama karibu kabisa na kundi la watu ambalo hili lilikuwa limezunguka sehemu ya mbele ya hoteli ile kubwa. Polisi walishuka haraka na kutawanyika katika eneo hilo, na huku wengine walikuwa nasogelea katika sehemu ambayo raia walikuwa wameizunguka. Walianza kuwasogeza wale wananchi pembeni kusudi waweze kufanya kazi yao kama jeshi la polisi. Sasa basi, mara baada ya kufanikisha kuwasogeza wananchi na kuacha eneo hili wazi,
Gari moja la polisi likasogea na kisha kumulika taa zake pale ambapo ilikuwa ile mili. Hapo sasa kila polisi alikuwa anaonekana akiwa anatazama pembeni, na huko alikuwa anashika sehemu ambayo alikuwa anaiona kwamba inafaa kushikwa kwa wakati ule, na huko alikuwa anatazama pembeni. Wapo waliokuwa wameshika vichwa vyao, wapo waliokuwa wameziba midomo yao kwa mshangao, lakini pia wapo waliokuwa wameshika viuno vyao, na huku sura zao zilikuwa zinaonyesha wazi kabisa kwamba kuwa katika simanzi kubwa. Hakika ilikuwa inatisha sana kutazama mili hii, kwa sababu waliweza kuwa na vijana 4 walikuwa wamelala chini, na huko majeraha makubwa yalikuwa yanaonekana kwenye mili yao, na huko karibia wote ikiwa ni maeneo ya tumboni na kwenye shingo zao tu. Walibakia kama mbuzi wanaosubiria kuchunwa ngozi tu pale chini. Sijawahi kabisa kuwa na tukio la kinyama kama hili, alizungumza vile askari polisi mmoja aliyokuwa na cheo cha inspekta. Alafu imekuwaje Mduma ameuawa kinyama namna hii? Aliuliza vile polisi mwingine ambaye huyu alikuwa na cheo cha sergeant kwa sauti ya chini kidogo, na huko alikuwa anajaribu kutazama mwili wa Mduma ambaye huyu alikuwa amelala chini tu na wenzake, na huko visu vyao vilikuwa vimezaga pembeni yao. Inaonyesha kabisa kwamba mapambano yalikuwa ni makali sana, na walikutana na kundi la watu wenye uwezo mkubwa sana kupambana. Alizungumza vile huyo inspekta, na huko alikuwa anageuka kutazama upande walioko wale raia. Kuna yote ambaye anaweza kutupatia dondoo kuhusu ile tukio hapa? Aliuliza vile inspekta huyo wa polisi, lakini hakuonekana mtu yoyote kujaribu kuelezea tukio lile. Hapo sasa inspekta huyo akarudia tena kuzungumza. Jamani, sio kwamba sisi tunahitaji shahidi, hapana, lakini tunataka tu kujua tunaanzia wapi kwenye uchunguzi wetu basi. Alizungumza vile inspekta kuwatoa hofu raia wale, na hapo ndipo sasa akajitokeza raia moja na kupaza sauti. Wameondoka na gari jeusi, wameelekea upande wa Kisongo. Ndivyo ilivyosikika hii sauti ya raia, na mwingine akadakia pale pale. Na tena wanakwenda taratibu sana, watakuwa wanakwenda kambini Monduli huko. Huyu wa pili alileta maono ndani ya vichwa vya askari sasa kwamba muuaji alikuwa ni askari wa jeshi la polisi, kwa sababu upande wa Monduli ambako alikuwa anazungumza huyu raia ndio sehemu ambayo ina makambi mengi ya jeshi la ulinzi. Sawa basi, baki hapa, hakikisha meli yote inakaguliwa vizuri. Ninafikisha Mount Meru hospitali. Mimi na gari moja tunafuata huko ambako ameelekea. Alizungumza pale huyo askari ambaye alikuwa na cheo cha inspekta, na huko alikuwa anakimbilia kwenye gari pamoja na askari wengine waliokuwa wamekuja na gari hili, na kisha safari ikaanza mara moja kufuata barabara hii ya kuelekea Monduli. Saa 3:30 za usiku, mida ambayo CP Ulenje alikuwa nyumbani kwake akiwa anasubiria tu taarifa kutoka kwa vijana wake juu ya msako wa BMW 7 jeusi, na huko alikuwa amejawa na shauku kubwa kweli ya kusikia kwamba walikuwa wameshalipata gari hilo, na sasa wanaenda kupata mamilioni ya pesa pamoja na gari zuri kabisa la kisasa. Wakati huu bwana CP Ulenje anawaza haya yote, mara katika simu yake alikuwa anaita, na alipoitazama kuona kwamba jina la mpigaji lilikuwa ni Koplo Sheleji. Alipokea haraka simu ile na kuiweka sikioni. Naambia Sheleji, vipi, mmeshalipata hilo gari? Aliuliza pale CP Ulenje kwa sauti ambayo ilikuwa na munkari kweli. Afande, kusema kweli mpaka sasa ni bila tu. Tumefika mpaka mpakani na Manga huko, lakini hakuna gari wala dalili yoyote ya kwamba kulikuwa na gari. Tumeuliza kama wameliona gari tunalolitafuta, wakasema kwamba halijaonekana kabisa maeneo ya huku. Na sasa hivi ninavyozungumza nawe afande, tuko njiani tunarudi Arusha mjini. Hatukai, tutarudi Dar es Salaam leo. Alizungumza vile Sheleji. Upuuzi kabisa huu. Mlipoteza vipi ile gari nyinyi? Alipiga kelele vile CP Ulenje kiasi kwamba hata mke wake ambaye alikuwa chumbani alishtushwa kweli na sauti hii ya mumewe. Lakini haikuwa ni ajabu kabisa kwake, kwa sababu alishawahi kusikia mara nyingi sana, hasa wakati ambao kuna jambo aliendi sawa, basi mumewe bwana Ulenje alikuwa anapiga makelele tu mwenyewe. Fanyeni haraka nyinyi wapuuzi, hata sijui tutafidia vipi mafuta yote tuliyopoteza. Alizungumza vile CP Ulenje na kukata simu, na kisha alipiga simu nyingine kwenda kwa Erasto Kaduma. Taarifa za tukio lililotokea pale Mrina hoteli ya Arusha zilianza kusambaa kwa kasi kubwa kweli, hasa kwenye mitandao ya kijamii, na huko wengine walikuwa naeleza jinsi mauaji yaliyotokea, na kwamba kijana mmoja aliyokuwa anaishiwa kwamba ni askari wa jeshi la ulinzi wa mmoja kati ya makambi yaliyopo huko Monduli
alikuwa na mwoko wa mtu ambaye alikuwa amevamiwa na majambazi ama wanyang'anyi, na huku wengine walikuwa naeleza muonekano wa mpiganaji huyo mwenye uwezo mkubwa kweli kweli wa kimapigano, ambaye amewafyekelea mbali vijana wanne ambao ni kati ya vijana wa Arusha mjini wanaosifika kila siku kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kutekeleza matukio ya kihalifu pale mjini Arusha na vitongoji vya jirani. Mkuu wa jeshi la polisi mkoani Arusha pia alitangaza na kuthibitisha tukio hilo, lakini akasema kwamba muuaji bado anaendelea kutafutwa na jeshi hilo, na taarifa za mwanzo zinasema kwamba tayari polisi wamekwenda kwenye makambi kadhaa ya jeshi la ulinzi na kufanya magwaridi ya utambuzi wa sura, lakini bado hawakufanikiwa kabisa kumwona. Lakini pia waliulizia kama kuna askari mwenye kumiliki gari kama hili lililokuwa limeonekana kwenye tukio hilo, lakini mara baada ya uchunguzi wa muda mfupi, gari hilo BMW 7 jeusi waligundua kwamba ni gari la gharama kubwa mno, toleo la mwaka mmoja tu uliopita, gari ambalo ni adimu kabisa na ni gharama kubwa sana kulipata. Kwa hivyo kwa mfanyakazi wa daraja la kati wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama askari tu wa jeshi la polisi asingeweza kabisa kulimiliki, kwa sababu gari hilo lilianza kuuzwa kama gari la mtumba. Kwa sasa ni wazi kabisa kwamba muuaji hakuwa ni askari wa jeshi la ulinzi, na sio tu kwa kufuatilia gari, hata kwa kukusanya askari wa vikosi vyote vilivyopo Monduli na kuwakagua mmoja baada ya mwingine kwa msaada wa baadhi ya watu waliokuwepo kwenye tukio hilo. Lakini pia hawakuweza kabisa kumpata mtu ambaye alikuwa anafanana na muuaji, zaidi ya kuwapata askari kadhaa wanaofanana tu na muuaji huyo. Lakini ilielezwa kabisa kwamba askari wale muda wote walikuwa pale kambini wakiendelea tu na majukumu yao ya kila siku. Hawakuwa wametoka kabisa, kusema kwamba walitoka na kwenda kufanya uhalifu. Taarifa hiyo kusema kweli ilimshtua sana CP Ulenji, ambaye sasa ndio alikuwa anajua kwamba aliwatuma vijana wake kwa mtu ambaye sio, na kwamba sio tu wali askari wa Mombo, hata hawa kina Cheleji wangepoteza maisha mara moja, na yeye kubakia katika wakati mgumu kwa kujibu maswali ambayo majibu yangepatikana kwa yeye kufukuzwa kazi na kusiwekwa rumande miaka kadhaa. Taarifa hiyo ya habari pia iligonga kichwani mwa baadhi ya makamanda wa jeshi la ulinzi, akiwemo Meja General Mbiki, ambaye huyu mwanzo hakuwaza lolote lile, lakini mara baada ya kupigiwa simu na msaidizi wake ambaye ni Meja na kumweleza jambo hilo, ilibidi afikirie sasa. Afande, umesikia hiyo issue ya Arusha hiyo? Aliuliza vile huyo Meja. Unawezaje kuhangaika na habari za Arusha wakati kuna habari ya kufuatilia hapa? Aliuliza vile Meja Mbiki, ambaye huyo alikuwa anaonyesha wazi kusongwa na mambo kichwani mwake muda huu. Afande, wewe nijibu tu kama kweli umeisikia vizuri hiyo habari ya mala. Alizungumza vile tena huyu Meja. Nimeisikia ndio Meja, sio nazungumzia habari ya hayo mauaji ya Mrina hoteli. Alizungumza vile Meja Mbiki kwa sauti ya kukereka hivi. Ni hayo afande ndio ambayo nazungumzia. Hebu ingia WhatsApp kwanza, alafu tafuta namba ya Deusi na kisha tazama profile picha yake. Alizungumza vile Meja, na hapo sasa bila kuuliza lolote Mbiki alikata simu. Sekunde chache baadaye bwana Mbiki alijikuta alikuwa anatabasamu, na huko alikuwa anatazama gari BMW 7 jeusi ambalo hili ilikuwa imewekwa kwenye profile picha ya kijana Deusi sambamba na maandishi aliyokuwa ameandika tu siku moja. Isiwe kweli kabisa hii. Nasema kabisa kwamba hii sio kweli, maana itakuwa ni tatizo kubwa sana hili. Alizungumza vile Meja Mbiki kwa sauti ya chini, na huko alikuwa anapiga simu kwa Meja, simu ambayo ilipokelewa vizuri tu, na Mbiki alitoa maelekezo. Naomba waambie watu wasonge wafuatilie kama Deusi alinunua gari kama hilo ama la, na kama ndio basi tuingize watu mtaani kumsaka huyo dogo haraka inavyowezekana, kabla hajafanya mambo mengi zaidi ya hili ambalo amefanya huko Arusha. Alizungumza vile Mbiki na kisha kukata simu. Saa 11:15 za alfajiri ndio mida ambayo gari la BMW 7 jeusi lilikuwa linasimama nje ya nyumba moja kubwa ya kifahari maeneo ya Kibwegele, kilomita kama 6 hivi kutoka barabara ya Morogoro. Ni maeneo ya Kibamba Japanda ya shule, na huko alikuwa anaonekana watu watatu. Wawili ni vijana waliokuwa na miili iliyokuwa imejengeka kimazoezi, na mmoja alikuwa ni mwanamume mtu mzima tu, na huko kati ya wale vijana wawili mmoja alikuwa ameshika begi dogo. Mzee Simba alikuwa na sanduku lake mkononi, alishuka kwenye gari, na huko miguu yake ilikuwa inatetemeka. Kusema kweli, yote ni kutokana na mwendo ambao walikuwa wametembewa na ile gari kwa muda wote wa safari. Mzee Simba lilitazama tu gari lake na kisha alimtazama Deusi, ambaye huyu alikuwa anaonekana tu ametulia nyuma ya gari lake, yani steering,
Ni kama vile ndio kwanza alikuwa anaingia kwenye gari muda ule. Usingedhania kabisa kwamba alikuwa amesafiri imekuwa zaidi ya mitano kwa masaa 6 tu. Mzee Hassan Simba ni kama vile hakuwa naamini kabisa kile ambacho alikuwa anakiona mbele yake. Alitazama tu saa yake kwenye simu. Na siamini kabisa kama kweli haya yote yametokea. Yaani tumezunguka kutokea Arusha, Singida, Dodoma, Morogoro mpaka Dar es Salaam kwa masaa 6. Alizungumza vile mzee huyu kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha mshangao wa hali ya juu kabisa. Mzee Simba, tutasimama hapa tukiwa tunakutazama mpaka saa ngapi? Hebu niambie kama mzigo umefika salama tumalize biashara basi. Alizungumza vile yule mzee mwingine kwa sauti kavu kabisa, japo ilikuwa na katika utulivu. Mzigo umefika salama japo tulikutana na changamoto kidogo. Alizungumza vile mzee Simba, na huko alikuwa anafungua sanduku lake ambalo ndani yake kulikuwa na jiwe kubwa kweli kweli lenye kung'aa kwa rangi ya blue, na pia kulikuwa na bando kadhaa za pesa. Alichambua bando 5 za pesa. Mzigo wetu hapa. Alizungumza vile mzee Simba, na huko alikuwa anamkabidhi fedha Deusi ambaye huyu alipokea na kuziweka kwenye siti ya pembeni yake, yani abiria wa mbele. Mara baada ya hapo sasa Deusi akaingiza gia tayari kwa ajili ya kuondoka, lakini bwana Hassan Simba kamzuia kidogo, ni kama kuna kitu alikuwa amesahau hivi. Kijana, samahani, subiri kidogo. Alizungumza vile mzee Simba, na Deusi alisitisha kuondoa gari na Simba kalisogelea gari hili na Deusi. Nadhani hii hapa ndio biashara yako, si ndio? Aliuliza vile mzee Simba. Ndio, karibu kama utakuwa na kazi nyingine yoyote ile. Alizungumza vile Deusi kwa sauti yake tulivu kama kawaida. Hakika nitakaribia kijana. Enewe, mimi naitwa mzee Simba. Sijui mwenzangu anaitwa nani na unapatikana wapi pia kama nitakuhitaji siku nyingine? Aliuliza vile mzee Simba. Deusi alitabasamu kidogo na kisha alijibu. Mzee, ukitaka biashara ziendelee basi kumbuka sheria zangu. Kama mimi nilivyofuata sheria zako pia. Kwa sababu naona kabisa umesahau sheria yangu ya kwamba hakuna kujuana. Alizungumza vile Deusi kwa sauti tulivu kabisa, na huko alikuwa anabofya kwenye ile skrini ya kwenye dashboard. Alifungua sehemu ambayo ilikuwa imeandikwa koro, ambayo hii ilikuwa ina kialama cha simu zile za mezani, na kisha akaibua namba fulani ya simu. Utanipata kwa namba ya simu 04472574 muda wowote ambao utahitaji. Alizungumza vile Deusi, na huko mzee Simba alikuwa anaandika ile namba, na alipomaliza aliondoa gari, na huko alikuwa anapanisha kioo cha gari lake. Mzee Simba na wenzake watatu walilisindikiza tu kwa macho ile gari la Deusi mpaka lilipotoweka kabisa kwenye macho yao, na wakati ule ndio wakati ambao yule mzee alikumbuka jambo. BMW. Alinong'ona vile mzee huyu, na huko alikuwa anaonekana kufananisha tukio fulani, alafu ghafla akamtazama. Mzee Simba, hivi habari iliyosambaa kwenye vyombo vya habari kutoka jana usiku inahusiana na huyu kijana ama ni namna gani? Aliuliza vile mzee huyu ambaye alikuwa anaonekana kushtushwa kwelikweli na kile ambacho alikuwa amekiishi. Ilikuwa ni zaidi ya hatari ya sasa. Nadhani sasa safari zangu za kibiashara zote zitakuwa salama. Alizungumza vile mzee Simba ambaye alikuwa anahifadhi ile namba kwenye simu yake. Aliandika jina dereva japo haikuwa na mfanano na namba ya kawaida ya simu. Simba aliwasimulia vyote vilivyotokea huko Arusha na jinsi ambavyo alikuwa amenusurika kuporwa mali yake na vijana wahuni wa Arusha, mara baada ya kusaidiwa vizuri kabisa na kijana huyo ambaye mmoja ya taratibu zake ni kuto kuhusisha majina katika shughuli zao. Alieleza pia kijana yule alivyowaangamiza wale vijana wote 4 ndani ya muda mfupi tu, na kisha kuanza safari yao kutokea Arusha kuja Dar es Salaam wakipita barabara ya Ngorongoro. Masaa 6 ina maana sio tu kupigana, lakini hata kuendesha gari yuko vizuri. Alizungumza vile mzee huyu kwa sauti ambayo ilikuwa na mshangao wa kishabiki na kukubali ubora wa kijana huyu. Ni vema kama na mimi nikiwa na namba ya kijana huyu pia. Alizungumza vile mzee huyu, na huko alikuwa anatoa simu yake akiwa anahitaji namba ya simu ya dereva ambayo hii alitajua vizuri tu na mzee Simba, na huko alikuwa anaingia ndani ya jengo hili jipya ambalo lilikuwa linakaliwa na kijana mdogo aliyekuwa ameshika nafasi kama mwangalizi wa jumba hilo la kifahari. Waliingia ndani na kumaliza biashara yao. Mzee Simba kutaka kukaa na mzigo ule ambao ulibakia kidogo ugharimu maisha yake. Mara baada ya hapo sasa mzee Simba aliingia kwenye chumba kimoja ambacho ni maalum kwa ajili yake pale ambapo alikuwa anahitaji kuja kupumzika huku. Akajilaza kidogo kwa ajili ya kupunguza usingizi wa usiku kucha
kabla haja kwenda nyumbani kwake ambako anajua kabisa kwamba mpaka sasa yuko Arusha. Na huku yule mzee mwingine pamoja na mwenzake walikuwa wanaondoka tu kwa gari Toyota V8. Huyu kijana mbona sijawahi kabisa kumfahamu? Ikiwezekana nitamfanya afanye kazi kwangu kabisa yani. Alizungumza pale mzee yule ambaye pengine tunahitaji kumjua kwa jina. Mzee huyu mwenzake na mzee Simba anaitwa Lumini Manyonyi. Yeye ni mfanyabiashara kama ilivyo tu kwa bwana Hassan Simba. Tofauti ni kwamba bwana Manyonyi yeye sio kuwa na biashara zisizokuwa na vibali tu, lakini pia alikuwa anafanya biashara katika mazingira hatarishi mno. Mara kwa mara alikuwa ameshaingia kwenye mashambulizi ya kutupiana risasi na wafanyabiashara wapinzani wake, na hii yote ni kwa sababu ya aina ya biashara ambazo alikuwa anazifanya. Ukiachilia mbali kununua kitu chochote chenye thamani kwa bei ya chini na kukiuza kwa bei ya juu, lakini pia mzee huyu alikuwa tayari kudhuru mtu yoyote ili kusudi apate kile ambacho anahitaji. Hata wakati mwingine akiwa anatakiwa kutoa roho ya mtu mwingine, basi anafanya hivyo bila kuwa na uoga wote ule. Saa 12:15 gari aina ya Land Rover Puma mali ya jeshi la ulinzi linaonekana likiwa linatimua vumbi kwenye barabara ya vumbi ya mtaa wa Makinginda likitokea upande wa Chandamali, na huku watu watatu walikuwa ndani ya gari hili. Wote walikuwa ni askari wa jeshi la ulinzi. Mmoja alikuwa na cheo cha Lieutenant Colonel, na mwingine alikuwa na cheo cha Sergeant, na mwingine alikuwa ni private ambaye huyu alikuwa ni dereva. Gari hili lilikuwa linaonekana kuwa na haraka kwelikweli. Lilikwenda moja kwa moja mpaka mtaa wa shuleni na kuingia kwenye eneo la mbele la nyumba moja kubwa ya hadhi ya kawaida. Lilisimama katikati ya magari mawili. Moja lilikuwa ni Toyota Corolla 110 ambalo hili lilitengenezwa nchini Uingereza. Lilikuwa limesimama nyuma ya Land Rover 109 pia likiwa ni kutoka Uingereza. Askari wawili walishuka kwenye gari hili, yani yule Lieutenant Colonel pamoja na Sergeant, na huku dereva alikuwa amebakia ndani ya gari vile vile. Huyu Sergeant sasa akawa anausogelea mlango wa nyumba hii, wakati ule Lieutenant Colonel alikuwa amesimama tu watu wachache kutokea kwenye ngazi za mlango. Alikuwa anamtazama tu Sergeant ambaye alikuwa anapanda ngazi na kufikia mlango. Lakini hata kabla hajagonga mlango akasikia mchakato wa nyayo za binadamu kutokea upande wa kulia wa nyumba ile. Karibu sana makamanda. Ilikuwa ni sauti ya kiume kutoka upande ule wa kulia wa nyumba hii, na wote waligeuka na kutazama upande ule. Macho yao yalikutana na mtu mwanamume, mtu mzima aliyekuwa amevalia viatu vyeusi vilivyokuwa na shingo ndefu, yani buti. Alikuwa na suruali ya kaki iliyokuwa na mifuko pembeni kama nguo za kijeshi zilivyo, lakini pia alikuwa amevaa t-shirt ya kijani ambalo hili lilikuwa limeloa vibaya mno. Ungegundua kabisa kwamba ilikuwa ni jasho mara baada ya kuona usoni mwake na mikononi pia ambamo alikuwa anavuja jasho mtu huyu. Asante sana, bila shaka wewe ni mzee Frank Nyati eh? Aliuliza bila huyo Lieutenant Colonel kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa na uchangamfu kweli kweli. Yes, ndio mimi, karibuni sana jamani. Alizungumza vile mzee Frank Nyati kwa sauti ya uchangamfu pia. Baba kama mtoto tu. Na kumbe nawe pia ni mtu wa mazoezi sana eh? Alizungumza vile Lieutenant Colonel, na huko alikuwa anamtazama tu mzee Nyati kuanzia juu mpaka chini. Ya, bila hivi chai haiwezi kupita kabisa shingoni mwangu. Naona umenitembelea asubuhi vipi, kuhusu Deusi tena ama ni namna gani? Aliuliza vile mzee Nyati. Ndio bwana Nyati, tunahitaji kujua sehemu alipo kijana wako ama kupata mawasiliano yote ambayo yanaweza kutuunganisha naye, alijibu vile Lieutenant Colonel. Hapo sasa mzee Frank Nyati alitulia kidogo kama vile alikuwa anatafakari jambo kabla hajazungumza kitu hivi. Na sina uhakika kabisa kama nahitaji tena kuendelea kwa jeshini, alizungumza vile mzee Nyati. Mzee, tunafahamu vizuri kabisa kwamba ni jambo baya lilifanyika kwa Deusi kumfukuza jeshini. Lakini sasa kinachotaka kufanyika sasa hivi ni kurekebisha makosa. Kijana anatakiwa saa moja awe makao makuu, ni muhimu sana. Na tunaomba sana utusaidie tuwasiliane naye, alizungumza vile Lieutenant Colonel kwa sauti ambayo ilikuwa na kuhitaji kuweka sawa kila kitu. Ukweli ndugu yangu ni kwamba mpaka sasa sijapata mawasiliano yote na Deusi. Kutoka aliponiambia kwamba kuna mizigo itasafiri leo kuja Songea, sijapata kabisa hata ujumbe wake, na simu yake haipatikani kabisa kwa zaidi ya siku nzima, alizungumza vile mzee Nyati na kuendelea tu kuzungumza. Lakini kama nitapata mawasiliano yake ama akiwasha tu simu nitamweleza kila kitu kama ambavyo mnanieleza, alizungumza vile mzee Nyati kwa sauti ambayo ilikuwa inamaanisha kile ambacho alikuwa anazungumza.
Okay, sawa, lakini kabla tujaondoka tunaomba tukuulize kitu mzee, kama utojali. Alizungumza vile Luteni Kanali, na huku alikuwa na mtazamo mzee Nyati kwa macho ambayo yalikuwa na vipimo vya kung'amua uongo na ukweli hivi. Bila shaka kamanda, anaweza kuniuliza tu, alijibu vile mzee Nyati. Tulikuwa tunahitaji kujua tu kama Deusi anamiliki gari aina ya BMW 7 jeusi, aliuliza vile Luteni Kanali. Kusema kweli hajanieleza kabisa kama amenunua gari kama hilo, lakini kile ambacho najua mimi, gari aina hiyo ni moja kati ya magari ambayo anapenda sana siku moja kuyamiliki. Alipanga kununua mara akirudi tu kutoka DRC Congo, lakini kama ameshanunua ama la, hilo kusema kweli sijajua, alijibu vile mzee Nyati. Lakini hapo ni kama alikuwa amekumbuka jambo hivi. Lakini bwana, ndio kwanza amerudi jana, sidhani kama atakuwa amenunua gari kama hilo. Labda leo hii aanze mpango wa kulinunua, lakini kusema kwamba ameshanunua sidhani kabisa, alizungumza vile mzee Nyati, na alikuwa anaonyesha mashaka yake. Okay, sawa basi, kama utapata taarifa mzee wangu, basi unaweza kutujulisha, alizungumza vile Kanali na kumpatia namba yake mzee Nyati, na kisha waliingia kwenye gari na kuondoka zao. Walikuwa wanamwacha mzee Nyati, na alikuwa anasindikiza kwa macho tu, na walipotoweka tu akaanza kuandika ujumbe kwenye simu yake. Tunaelekea sasa kilomita 10 kusini mwa mji wa Kibaha kwenye barabara ya vumbi ambayo hii inakwenda kwenye wilaya ya Kisarawe. Huko tunaliona BMW 7 jeusi likienda kwa mwendo wa kasi ya kawaida tu. Lilikuwa linaelekea upande wa Kisarawe, lakini ile tu linafika maeneo ya relini linapunguza mwendo zaidi na kutembea mwendo mdogo zaidi, na huku dereva alikuwa anatazama zaidi pembeni mwa barabara upande wa kulia kwake. Gari linatembea mita kama 200 mbele kwa mwendo ule ule mdogo mpaka linapoikuta barabara ndogo ambayo hii ina upana wa mita kama 3.5 ama 4, barabara ambayo mwanzo Deusi aliitilia mashaka, lakini ile tu alipotazama kwenye GPS yake aliona kwamba hapo ndipo palikuwa pamekusudiwa. Alikata kuona upande wa kulia na kuendesha gari kufuata upande ule wa barabara, ambapo sasa alitembea mita kama 400 hivi mbele na kisha kujikuta mbele ya nyumba moja ambayo hii haikuwa imekamilika kabisa ujenzi wake. Deusi, kwa kufuata maelekezo ambayo alikuwa amepewa na mrembo Sheba, aliingiza gari ndani na kisha kuingia ndani ya jengo hili. Aliendelea tu kufuata maelekezo ya Sheba mpaka alipojikuta ndani ya nyumba hiyo ambayo ilikuwa ardhini kabisa, ambayo alikuwa ameambiwa kwamba sasa ni nyumba yake binafsi yeye. Nipumzike kidogo hapa nikanunue gari dogo kwa ajili ya kuzugia, alizungumza vile Deusi, ambaye huyu sasa alioga na kuandaa chai na vitafuno ambavyo hivi asilimia kubwa vinapatikana kwenye vifurushi, yani kwenye mifuko ya makopo ambavyo hivi huwa ananunua kwenye maduka makubwa ya supermarket. Deusi akiwa anapata chai alitumia muda ule pia kupekua zile bahasha kutoka kwa madokta wa UN, yani yule wa Kenya pamoja na yule wa Burundi, ambamo humo kulikuwa na pesa noti kadhaa za dola 200 za Kimarekani, lakini pia kulikuwa na zawadi za simu nzuri kabisa ya kisasa pamoja na saa ya mkononi ambayo hii ilikuwa na uwezo wa kuunganisha mawasiliano na kupiga picha nzuri ikiwa na kamera iliyokuwa na megapixel 5.7. Mara baada ya hapo sasa Deusi Nyati alianza kuhesabia pesa ambazo alikuwa amezivuna kwa siku ya jana yake. Zilikuwa ni zaidi ya milioni 250, pesa ambayo kama angetulia angeweza kufanya mambo hata makubwa zaidi, ukiachilia mbali malipo yake ambayo alikuwa ameyapata kule Monusco na mishahara yake yote ya miezi 9 kule Kongo ambayo ilikuwa katika akaunti yake binafsi ya benki ambayo hii ilikuwa na karibia milioni 15 za Kitanzania. Lakini pia hapa mkononi alikuwa na pesa nyingi kweli kweli. Mara baada ya hapo sasa Deusi aliingia kwenye moja kati ya chumba ambacho alielekezwa kabisa kwamba ni chumba chake, kwa maana kwamba kilikuwa ni chumba maalum chenye kila kitu ndani. Akajilaza kitandani na kufungua simu yake ambayo hii alizima jana saa 9 za jioni na mpaka leo alikuwa hajaiwasha. Ile tu anafungua simu yake Deusi alianza kupokea ujumbe kutokea kwa baba yake mzee Frank Nyati, ambaye huyu alikuwa ametuma meseji kadhaa, na ile anafungua tu meseji na huko ujumbe jingine zikaanza kumiminika kwa fujo. Nyingi zilikuwa ni namba nyingine kabisa. Hilo kusema kweli lilimshangaza sana Deusi, kwa sababu ni siku ile moja tu ndio hakuwa hewani, lakini alikuwa anapokea jumbe nyingi kiasi hiki kama hakuwa hewani kwa mwezi mzima. Na tena sio jumbe za kawaida peke yake, lakini zilikuwa ni jumbe za WhatsApp pia. Lakini Deusi hakuhangaika kabisa na SMS nyingine.
alifungua ile ambayo alikuwa ameona kwamba ilikuwa imetumwa na baba yake. Deusi mwanangu, jeshi linakutafuta. Wameagiza ulipote makao makuu kabla ya saa 2 za asubuhi. Sasa hili ni chaguo lako, kuendelea na kazi ama kufanya mambo yako mengine, kwa sababu bado uko na nguvu na uwezo wa kuanza maisha mapya. Muhimu umeshajionea kwamba yale yaliyonitokea mimi hata wewe pia yameanza kukutokea. Ulizungumza vile ujumbe huo kutoka kwa baba yake mzee Frank Nyati. Ujumbe huo ndio ulimfanya aanze kufungua jumbe mbalimbali kwenye simu yake, ziko na zile za simu za kawaida na hata zile jumbe zilizokuwa zimeingia kwenye WhatsApp pia. Private Deusi Nyati unatakiwa kuripoti makao makuu ya jeshi kwa ajili ya kurudiwa kwa hukumu yako. Imeagizwa kesho saa 1 kamili uwe mbele ya ofisi ya CDMP. Ulizungumzia vile ujumbe mmoja wapo kati ya nyingi ambazo hizi zilikuwa zimeingia kwenye simu yake. Deusi alifungua tena jumbe nyingine kadhaa, zote zilikuwa na maneno sawa na jumbe ile ya kwanza tu, tofauti na kwamba zilikuwa zimetoka kwenye idara mbalimbali za pale makao makuu ya jeshi kama vile COT na nyinginezo nyingi tu. Hivi na maana kwamba hawajaridhika kabisa na adhabu ambayo wamenipatia ama namna gani? Alikuwa anawaza vile kijana wetu Deusi ambaye huyu alitazama pesa ambazo alikuwa nazo. Aliona kwamba angeweza kuishi maisha mapya kabisa bila kutetereka, na huko alikuwa anajiwekea vitega uchumi kadhaa. Na kabla hatajamaliza kusoma SMS ambazo zilikuwepo kwenye simu yake, iliingia meseji nyingine muda ule ule kutoka kwa baba yake. Alifungua haraka meseji ile ambapo ilikuwa nasema hivi: Deusi, mbona maswali ni mengi sana? BMW 7 jeusi linahusiana nini na wewe? Kwani umeshanunua hili gari tayari au? Swali hilo kusema ukweli lilimshtua sana Deusi ambaye huyu kabla hajajiuliza hata swali moja, mara kaona simu yake anaanza kuita. Kutazama mpigaji aliona kwamba alikuwa ni baba yake. Baba sasa amejua kuniotea, alijisemea vile Deusi, na huko alikuwa anabofya simu yake na kisha kuipokea. Shikamoo baba, alisalimia vile Deusi kwa sauti tulivu kama kawaida yake. Maraba Deusi, vipi, umeshakutana tayari na wenzako? Aliuliza vile mzee Frank kwa sauti fulani ambayo hii ilikuwa imekosa kabisa utulivu. Hapana mzee, ndio kwanza sasa na washa simu hivi kutokea jana, kwa hivyo habari nimeipata kutokea kwako tu. Alizungumza vile Deusi kwa sauti ile ile tulivu pia. Kwa sasa hivi uko wapi Deusi? Aliuliza vile mzee Frank kwa sauti ambayo ilikuwa imekosa kabisa utulivu vile vile. Niko Dar es Salaam baba, lakini hii sehemu hata mimi sijui vizuri, sio ni sehemu gani. Alizungumza vile Deusi. Hapo sasa walizungumza mara matatu, na huko mzee Frank alikuwa anamsisitiza mtoto wake Deusi kuwa makini na maamuzi yoyote ambayo atachukua, japo yeye binafsi alimshauri kwamba aachane kabisa na kazi ya jeshi. Alikuwa anaamini kabisa kwamba lisha majeshi yote kuwa na misingi mizuri, lakini kuna baadhi ya watu wamekosa uaminifu kabisa na kutanguliza sifa zao binafsi, hasa linapokuja swala la kuchukua hatua za kibinadamu. Lakini baba, nitajitahidi sana tukutane siku za hivi karibuni, kwa sababu pia kuna jambo tunatakiwa kulizungumza. Alizungumza vile Deusi. Ni kuhusu BMW 7 jeusi ama? Aliuliza vile mzee Frank, na safari alikuwa anazungumza kwa sauti ya utulivu zaidi. Ndio baba, tutazungumza kwa kina zaidi tukikutana. Alizungumza vile Deusi ambaye huyo baba yake alishamzoea katika uongeaji wake. Alikuwa anazungumza kwa sauti ya taratibu siku zote kijana huyo. Walimaliza maongezi ya baba na mtoto wake, na mwisho waliagana vizuri na kukata simu. Halafu Deusi akazima tena ile simu kabisa kabisa. Saa 4 za asubuhi makao makuu ya jeshi la ulinzi. Bado askari Deusi Frank Nyati hakuwa amepatikana. Makamanda wakuu wa jeshi hilo lilikuwa na kuheshimika Afrika walikuwa wameshindwa kabisa kupata jibu sahihi juu ya jambo hilo, kwa sababu waziri wa ulinzi naye alikuwa anasubiri jibu la kupatikana kwa askari huyo ili kusudi apeleke kwa rais ambaye wote walikuwa wanamtaka arudi jeshini. Wakati wa sasa tayari baadhi ya watu walikuwa wameshachukuliwa hatua za kinidhamu, ikiwa ni pamoja na Brigadia SS Chawe ambaye huyu alikuwa nyumbani kwake anafunga mizigo tayari kwa kuelekea Mtwara, ambako angekuwa ni kiongozi wa komando ya askari wa nchi kavu kanda ya kusini. Ukiachilia mbali hilo, lakini pia tayari kitengo cha mafunzo ya utendaji kivita walikuwa wameshatuma askari 4 kwenye makampuni ya uagizaji wa magari ambayo yalitumika ili kusudi kuona waagizaji wangapi walikuwa wamenunua gari aina ya BMW 7 jeusi hapa nchini.
lakini kila kampuni waliokuwa na kwenda walikuwa naambiwa kwamba BMW 7 lilikuwa bado halijaanza kuuzwa kama mtumba, na katika ukaguzi wa mtandao waliweza kuona kwamba magari ya aina hiyo yaliyowahi kuagizwa mwisho ilikuwa ni BMW 6 tu na sio zaidi ya hapo. Labda mngejaribu kwenda pale posta kwenye kampuni yenyewe ya BMW muulize. Sehemu karibia zote ambazo walikuwa na kwenda walikuwa na shauriwa hivyo. Saa 8 za mchana askari hawa wanne walijikuta wako kwenye jengo la utawala la kampuni hii ya magari ya BMW pale posta. Karibu sana maafisa, tuwasaidie nini? Alizungumza vile meneja wa kampuni ile. Sisi ni maafisa wa jeshi la ulinzi kutoka makao makuu ya jeshi. Tuko hapa kuangalia orodha ya watu walionunua gari hili BMW 7 jeusi hivi karibuni. Alizungumza vile askari huyo ambaye alikuwa na cheo kikubwa kuliko wenzake, na huku alikuwa na yule meja msaidizi wa mkuu wa kitengo cha mafunzo ya utendaji kivita. Bosi, hilo gari ambalo unasema, hebu tuone kwenye kitabu. Alizungumza vile huyu meneja, na huku alikuwa anavuta daftari moja kubwa maarufu kama counter book. Yaani kwa kumbukumbu zangu ni kwamba toka ile gari liingie sokoni. Alizungumza vile huyu jamaa, na huku alikuwa anaendelea tu kufunua kurasa za kitabu kile na kwenda kukwama kwenye kurasa moja. Yes, na magari 8 tu yameingia nchini, nayo yaliagizwa na watu maarufu. Alizungumza vile huyu meneja ambaye alitaja majina ya waingizaji. Katika majina hayo ambayo aliyataja huyu meneja hakuwepo kabisa Deusi Frank Nyati. Badala yake kulikuwa na wafanyabiashara wakubwa tu na viongozi wengi wa kisiasa. Hakukuwa na msanii, mwana michezo wala mtu mwingine yoyote ule binafsi wa kawaida. Sasa hii itakuwa imekaaje? Aliuliza vile moja kati ya wale maaskari wakati wanaondoka zao tu. Ilikuwa ni mara baada ya kuwa walikuwa wameaga pale BMW. Lakini habari za mwanzo zinasema kwamba kutoka Deusi aingia WhatsApp alikuwa ameweka picha ya gari ile tu toka siku nyingi. Alizungumza vile mwingine, na huko mwenzao alikuwa na dakia. Istosha afande, huyo amefika jana tu kutokea Kongo. Hilo gari atakuwa ameagiza saa ngapi? Na limefika saa ngapi? Ni wazi kabisa kwamba yule askari hajaweza kumiliki hilo gari bado. Alizungumza vile yule askari na kuzidi kuaminishana kwamba Deusi hakuwa huyo muuaji wa kule Arusha. Siku ya kwanza ilikatika. Deusi alikuwa amejipumzisha tu ndani ya jengo hili chini ya ardhi. Sasa alitoka kidogo na kwenda kutafuta bidhaa kwa ajili ya kuandaa vyakula ambavyo alikuwa amevizoea. Alinunua vitu kama mchele, unga na viungo vingine kama vile nyanya, vitunguu, maji, hoho na vinginevyo vingi tu. Lakini pia alinunua vifaa vya kufanya usafi wa mazingira kama vile jembe, fekeo, koleo na vitu vingine vingi pia kama msumeno, nyundo na misumari, na kisha akarudi kule nyumbani kwake. Siku hiyo pia ilipita na sio jeshi la polisi waliompata Deusi. Siku ya pili nayo ilipita, na huko Deusi alikuwa anafanya kazi ndogo ndogo, ikiwa ni pamoja na kununua gari dogo la kubebea mizigo maarufu kama kirikuu, na huko alikuwa anatengeneza matuta kadhaa ya kupanda mboga pale ambapo alikuwa anaishi. Ndani ya wiki moja tu tayari mimea ilikuwa imeshaanza kumea, na huko tayari Deusi alikuwa ameshatengeneza banda la kuku na kufanya mazingira ya nyumbani kwake yaonekane kama kweli alikuwa anaishi mtu, na tena mwenye maisha duni kabisa. Deusi alikuwa anatumia pia muda wa asubuhi na jioni kufanya mazoezi ya utimamu wa mwili pamoja na mapigano pia. Wiki 3 baadaye, ikiwa ni wiki ya kwanza kabisa ya mwezi wa pili, wiki ya 3 kutokea jeshi la polisi lianze kumsaka bwana Deusi. Na sasa jeshi hili lilikuwa limeshakubali kwamba ni vigumu kabisa kumpata muuaji mwenye BMW jeusi. Wengine walikuwa naamini kabisa kwamba pengine muuaji alikuwa ametokea Kenya, na huku jeshi la ulinzi na vyombo vingine vya usalama viliamua kuweka pembeni swala la Deusi kwamba endapo atapatikana sawa, na asipopatikana pia ni sawa, kwa sababu tayari alikuwa ameshahukumiwa kuondolewa kazini. Ni wiki ya 3 kutokea Deusi azime simu yake ya mkononi kabisa. Hii ilikuwa ni Ijumaa ya wiki ile mida saa 12 za jioni. Deusi akiwa mazoezini mara akapokea simu. Ilikuwa ni kwa namba ile ya kwenye gari ambayo hii sasa aliunganisha kwenye ile simu ambayo alikuwa amepewa na madaktari. Halo dereva, vipi? Kuna mzigo wa kilo 100, kilo 980 halafu na mtu mmoja. Malipo yako ni shilingi milioni 200. Ilisikika sauti ya kiume kutoka upande wa pili wa simu ile. Kwanza Deusi aliacha tabasamu la kimya tu.
na huku alikuwa anajiuliza maswali milioni 200 kwa ajili ya mzigo wa aina gani, lakini alihisi pengine uelekeo ulikuwa ni mgumu kweli na ndio maana pesa imekuwa ni kubwa sana. Wakitaja uelekeo tafadhali, alizungumza pale Deusi kwa sauti tulivu kabisa. Uelekeo ni Dar es Salaam Songea mpaka Likuyu Fusi mpaka ni Msumbiji. Ilizungumza vile ile sauti ya kiume upande wa pili wa simu. Mpango wa safari ulimsisimua kweli Deusi, kwa sababu kiachilia mbali kujipatia pesa zaidi ya shilingi milioni 200, lakini pia uelekeo ule ulikuwa ni kwenda huko Songea ambako angepata fursa ya kuonana pia na baba yake. Sheria zako ni zipi kabla sijakupatia sheria zangu? Alizungumza pale Deusi ambaye huyu sasa alikuwa amelowa na jasho kama alikuwa amenyeshiwa na mvua kwa ajili ya mazoezi. Sheria nambari 1, usifungwe mzigo. Sheria nambari 2, mzigo ufike salama. Ni hizo tu. Sasa nasikiliza sheria zako pia. Alizungumza vile huyu mwanamume upande wa pili wa simu. Ukweli Deusi hakuwa na sheria zozote zaidi ya ile moja tu ya kutojua na majina na kutokuingia na bunduki kwenye gari yake, pamoja na ile ya kwamba hakuna mpango juu ya mpango, ambazo hizi alizitunga akiwa safarini Arusha, na hapo ndipo sasa alipoona kwamba kulikuwa na umuhimu wa kuwa na sheria zake binafsi ambazo hizi zitamsaidia katika kazi yake mpya ya usafirishaji, ambayo malipo yake ni wazi kabisa kwamba yalikuwa ni makubwa. Okay, sawa basi tutatumia sheria nambari 1 mpaka 3 na 4. Alizungumza pale Deusi kwa namna ya ubunifu hivi ili kusudi kuifanya kazi yake iwe na heshima fulani. Nifafanulie kijana, sijaelewa. Alizungumza vile huyu mtu ambaye waongeaji wake walionyesha kabisa kwamba ni mtu mwenye pesa nyingi sana. Hapo sasa Deusi kwa ubunifu mkubwa sana alianza kutaja sheria zake na huko alikuwa anazipatia namba. Sheria nambari 1, hakuna kujua na majina. Sheria nambari 2, malipo ni mkononi na hakuna mkopo. Sheria nambari 3, hakuna matumizi ya bunduki kwenye gari langu. Sheria nambari 4, hakuna mpango juu ya mpango. Alizungumza pale Deusi ambaye huyo sasa alikuwa anaingia ndani ya lile jengo chakavu ambalo sasa lilikuwa limefungwa kamera za ulinzi kila kona na kwa siri kubwa mno kiasi cha kutokuonekana kabisa kirahisi. Sawa, nimekubali sheria zako, lakini hakikisha usalama wa mzigo na abiria wako pia. Alizungumza vile huyu mtu ambaye kutokana na sheria za Deusi hakupaswa kabisa kutaja jina lake alikuwa anaitwa nani. Sawa, nitajie siku na saa ya kwanza safari. Alizungumza pale Deusi kwa sauti yake tulivu, na huko alikuwa anamaliza kuingia ndani ya ile nyumba ya chini na kuchukua kijitabu cha kumbukumbu na kalamu ya wino na kuanza kuandika zile sheria zake kwa kufuata namba kama ambavyo alikuwa amezitaja. Safari inaanzia Mwenge, Dar es Salaam. Muda ni saa 2 kamili za usiku. Saloni ya Mama P, mita 15 kusini mashariki kutoka ilipo benki ya ADMB. Alizungumza vile huyu mwanaume. Wakati ule Deusi alikuwa anaandika tu sheria zake nyingine zaidi ya zile za mwanzo. Mpango umekubalika, lakini zingatia sheria ambayo ni nambari 8 ya kusimamia muda sahihi. Alizungumza vile Deusi na alikuwa anaandika hiyo sheria nambari 8, akimaliza na sheria nambari 9, nidhamu ndani ya gari lake. Mara baada ya hapo sasa aliingia chumbani kwake ambako kuna bafu na choo kwa ajili ya kwenda kujiandaa kwa ajili ya safari hiyo. Sasa tuko katika barabara ya Kilwa maeneo ya Sabasaba huko Temeke. Linaonekana gari aina ya Ford Ranger ambalo hili lilikuwa linaingia upande wa kushoto wa barabara na lilikuwa linaambaa pembezoni mwa ukuta wa uwanja wa Sabasaba, na kisha linakwenda kusimama mita kama 100 hivi, eneo ambalo lilikuwa na magari kadhaa yakiwepo magari makubwa ya mizigo ya mafuta, lakini pia yalikuwepo magari madogo. Lile Ford Ranger sasa linakwenda kusimama pembeni ya gari jingine dogo aina ya Toyota Noah rangi jeusi, na hapo sasa mlango wa Noah tunaona ulikuwa nafunguliwa. Anashuka kijana mmoja na begi dogo na kisha anaweka na kusiga kwenye hili gari la Ford Ranger ambalo sasa bado lilikuwa linaunguruma vile vile, na sasa tunaona kioo cha dereva kilikuwa kinashushwa. Ni kilo 20 hizi. Bosi anasema kwamba wiki ijayo anahitaji mzigo wake. Alizungumza vile kijana huyu na alikuwa nakabidhi lile begi kwa dereva ambaye huyu sasa tunapata kumwona vizuri tu dereva huyu ambaye alikuwa na muonekano wa kiutu uzima. Nimezungumza naye ndio. Amesisitiza hilo naye pia, lakini asiwe na wasiwasi, nadhani ananifahamu vizuri kwamba mimi niko na mawakala wengi sana.
Alizungumza vile huyu dereva mtu mzima, na kwa kunapokea lile begi na kuliweka kwenye siti ya pembeni yake, yani siti ya abiria wa mbele, na kisha anaparisha kiosha gari na kugeuza gari, na kisha anaondoka zake akiliacha ile gari jeusi Toyota Noah lilikuwa limesimama tu pale pale, na huyu ambaye alikuwa ameshuka alikuwa ameshaingia tena kwenye gari na kufunga mlango. Hili Ranger sasa linaingia barabara kuu na kisha kuelekea upande wa mjini, na huko dereva wa gari hili alikuwa anaendesha gari kwa kasi kweli kweli. Alikuja kusimama kwenye maungio ya barabara ya Kilwa pamoja na Mandela, ambapo palikuwa na foleni ndefu kiasi, na hapo ndipo sasa dereva huyo mtu mzima alipofungua hili begi lake na kuzamisha mkono ndani yake, na kisha aliibuka na banda moja kubwa sawa na mkate wa buku mbili, ambalo hili lilikuwa limefungwa kwa mifuko ya plastiki, ambayo hii ilikuwa inaangaza vizuri kabisa kile ambacho kilichomo ndani yake, ambacho kwa muonekano wa kawaida ni kama unga fulani mweupe hivi, mfano wa maziwa ya unga. Dereva alipekua zaidi na kisha kuzama ndani. Kulikuwa na bando jingine 4 kama hili ambalo alikuwa amechomoa. Dereva huyu anaonekana sasa alikuwa na tabasamu, na alikuwa anatoa simu yake na kupiga namba fulani ambayo hii haikuchelewa kabisa kupokelewa. "Uyasikia, mzigo umeshaingia, fanya faster uje kuchukua usambazwe kwa vijana, sawa?" alizungumza pale huyu dereva. "Basi poa bosi, kwa hivyo nije mpaka home ama?" aliuliza pale mvulana upande wa pili wa simu ile. "Hapana, tukutane Rozana pale kwenye ile baa ya Sun City ile," alizungumza pale dereva kabla ya kukata simu, na kisha alipiga simu nyingine tena. Wakati ule magari yalikuwa yanaanza kutembea taratibu. Simu ilipokelewa mara moja na maongezi yalikuwa ni kama yale ya mwanzo tu. Alifanya vile kwa watu kadhaa, na mpaka analiacha ile eneo la foleni tayari alikuwa ameshaongea na watu 4. Alikuwa anawataka wakutane pale pale Rozana katika baa ya Sun City. Huyu anaitwa Isa Simba, ni ndugu wa damu kabisa na Bwana Hassan Simba, mwanaume mtu mzima kutoka Arusha. Tofauti ya Hassan pamoja na Isa na utendaji wa biashara zao tu. Wakati Hassan Simba yeye alikuwa anasimamia biashara zake binafsi kama ambavyo tumeona, pia alikuwa na jiwe la madini, lakini Bwana Isa yeye alikuwa anafanya kazi chini ya mtu, na mbaya zaidi ni biashara ngumu kweli kweli, ni biashara ya dawa za kulevya. Saa 2 kasoro dakika 5 usiku maeneo ya Mwenge, Dar es Salaam, ndani ya saluni moja kubwa sana ya kike yenye bango kubwa nje lililoandikwa Mama P Saluni. Ndani walionekana wanawake 4, wao walikuwa kwenye muonekano wa kuvutia kweli kweli. Wawili walikuwa na umri wa miaka kati ya 22 mpaka 25. Walikuwa wamevalia nguo ambazo zilikuwa zinaonyesha wazi kabisa kwamba ni wahudumu wa pale ama wafanyakazi wa saluni hii yenye kila sifa ya kuitwa saluni ya VIP. Yote ilikuwa ni kutokana na muonekano wake mzuri kweli kweli wa ndani. Wanawake hawa wawili walikuwa wanatoa huduma kwa wateja wao, ambao hawa ni wanawake wawili pia. Mmoja alikuwa na mtu mzima ambaye huyu alikuwa anamalizia kuosha nywele, na mwingine alikuwa na mwanamke wa kati ya umri wa miaka 30 ambaye huyu alikuwa kwenye kikausha nywele hivi. Mambo haya yalikuwa yanaendelea tu, na huko alikuwa anasindikizwa na muziki mzuri wa taarabu. Nje ya saluni hiyo anaonekana mwanamke mmoja. Ni mwanamke mwenye muonekano mzuri wa sura pamoja na umbo matata. Alikuwa amesimama nje ya saluni hii ya matawi ya juu karibu kabisa na gari dogo Toyota Lava 4J, na alikuwa anazungumza na simu tu. Hiyo inatosha bwana, sihitaji pesa nyingi," alizungumza pale huyo mwanamke ambaye huyu hata muonekano wake ungeshindwa kabisa kukuaminisha kwamba alikuwa na umri wa miaka 35. "Na vipi ratiba yako ya kesho inasemaje, maana nina hamu kweli na wewe?" Ilisikika sauti ya kiume kutoka upande wa pili wa simu hii ambayo mwanamke huyu alikuwa anazungumza nayo. Na hapo sasa huyo mwanamke ambaye muonekano wake unamtambulisha kabisa kwamba kwake pesa ndogo ndogo sio tatizo, yani alikuwa na uhakika wa kushika pesa muda wote alikuwa anahitaji, alisikika akiwa anaendelea tu kuzungumza na simu. "Sikiliza hizi baby wangu, kama unavyojua kabisa kwamba mimi muda wote niko free tu. Hata ukitaka kuja kulala nyumbani kwangu ni sawa tu mpenzi. Hapo ni wewe tu pamoja na mke wako basi," alizungumza vile huyo mwanamke ambaye sasa alikuwa anaitwa Amy. Alikuwa na miliki umbo moja matata kwelikweli lenye mfano wa nambari 8 yenye duara dogo upande wa juu na duara kubwa upande wa chini. "Wala usijali mpenzi, huyo mjinga hawezi kabisa kunizidi akili mimi. Nitajua tu ni kitu gani cha kufanya," ilisikika sauti ya Bwana Eze iliyojaa majigambo kwelikweli kabla hawajaagana na kukata simu. Mwanamke huyu anaitwa Amy Edward Msigala.
maarufu kama Mama Specials. Ni mwanamke mwenye asili ya watu wa Njombe huko kwa kina Felix Mwenda. Ni mama mwenye mtoto mmoja wa kike aliyemzaa miaka 11 iliyopita na Bwana Simon Kajange ambaye sasa ni mkurugenzi wa shirika la mapato, na sasa mtoto wake wa kike ambaye ni Specials alikuwa anasoma darasa la 4 shule ya bweni ya wasichana huko Bagamoyo. Mwanamke huyu anayezeeka na uzuri wake alisha kumiliki saluni hii kubwa sana ya kisasa ya Mama P, ambayo wateja wake ni wanawake wenye uwezo mkubwa kipesa, wakiwepo wake wa matajiri, wanawake maarufu kama vile wanamuziki, wanasiasa na viongozi wa serikali, waigizaji pamoja na wanawake wafanya biashara wakubwa. Lakini pia alikuwa na maduka mengi ya nguo za kike, manukato, mikoba na viatu vya kike. Lakini pia alikuwa na maduka ya mavazi ya watoto. Chanzo kingine cha pesa cha Mama P anayemiliki jumba la kifahari huko Mbezi Beach ni mwanaume wake ambaye huyu kwa sasa anaitwa Ezekiel Ndimbo, ambaye huyu alikuwa anafanya biashara za magendo za mihadarati. Na sio yeye peke yake, hata baba pia ni Bwana Kajange pia bado alikuwa anatoa pesa za matunzo kwa binti yake, japo ilikuwa ni kwa siri kubwa kweli, kwa sababu familia yake haikuwa inatambua kabisa juu ya uwepo wa binti huyo ambaye amefanana kwa kiasi kikubwa kweli na mama yake. Mara baada ya kumaliza kuzungumza na simu, sasa Mama pia alitazama sasa kwenye simu yake. Ndo kwanza saa 2 kasoro dakika 5. Alizungumza vile Mama pia na huko alikuwa anavuta hatua kuingia ndani ya saloni yake, lakini hakufanikiwa kabisa kufikia mlango. Aliona mwanga mkali wa taa za gari unamulika. Aligeuka na kisha kutazama lile gari, akaliona Subaru Forester jeusi liko linakuja usawa ule. Akalitazama na huko alikuwa anajaribu kulifananisha kama ndio lenyewe ama la. Gari hili lilipofika usawa wa saloni yake ndipo sasa alipogundua kwamba ndilo ambalo alikuwa analijua. Lilikuwa ni gari la matumizi ya nyumbani la mpenzi wake wa zamani baba pia, ambaye huyu ni Bwana Simon Kajange, gari ambalo mara zote huwa analitumia kuja kukutana naye, na sio tu kwa ajili ya kuleta matumizi ya mtoto ambayo mara nyingi huwa anapitia benki, lakini pia kuna siku ambazo wawili hawa huamua kupasha kiporo. Mbona amekuja bila taarifa huyo mwanaume jamani? Alikuwa anajiuliza vile Mama pia, na alikuwa anageuka na kulitazama hili gari ambalo lilikuwa linasimama mbele ya saloni yake. Hapo sasa kioo cha dereva kilishushwa na Mama pia akaweza kumwona baba pia ni mkurugenzi wa TRA Bwana Simon Kajange, ambaye huyu alikuwa ametawaliwa na tabasamu pana hivi. Mbona ghafla kama hivyo baba pia, vipi tena? Aliuliza vile mwanadada Emi, na alikuwa anasogelea gari hili usawa wa mlango wa dereva. Kwani surishuku kutembelea bila kutoa taarifa jamani? Aliuliza vile Bwana Simon, na alikuwa anatazama saa yake mlangoni. Saa 2 kasoro dakika 1. Mbona sasa nakiuka sheria zake mwenyewe? Hata alikuwa anawaza vile Bwana Simon Kajange, na hata kabla hajamaliza kumsimanga mtu, ghafla akastuka kusikia ngurumo nyepesi ya gari nyuma ya gari lake. Bwana Simon pamoja na Mama pia walitazama nyuma ya Subaru, na wote wakaliona gari dogo aina BMW 7 jeusi lilikuwa limesimama nyuma ya gari hilo kwa kugeuziana mgongo. Simon akatazama tu saa yake. Saa 2 kamili. Shuka pakiza mzigo, alizungumza vile Simon, na huko alikuwa anatazama kwenye siti ya nyuma ambako kulikuwa na kijana wa kiume ambaye huyu alikuwa ametulia tu muda wote, na huko yeye alikuwa anafungua buti la gari hili. Huyo kijana alishuka kutoka kwenye gari na kuzunguka nyuma ya gari, akainua buti la gari hili aina ya Subaru Forester, na wakati ule sasa buti la BMW 7 jeusi lilionekana likiwa linajifungua lenyewe. Huyu jamaa alianza kutoa mabegi makubwa, mabegi ambayo yalikuwa na uwezo wa kuingiza hata jozi 50 za nguo na kuyaweka kwenye buti la BMW 7 jeusi. Yalikuwa ni mabegi 4 yenye uzito mkubwa kiasi, na baada ya kumaliza hivyo sasa akaenda kwa dereva wa Subaru, yani Bwana Simon Kajange, ambaye mida hii bado alikuwa anazungumza na mzazi mwenzake Mama P. Vipi lakini yeye ameutanaje kama leo tutalala pamoja na kujadiliana juu ya maisha baadaye ya binti yetu? Aliuliza pale Bwana Simon, na huko alikuwa anamtazama tu Emi kwa jicho ambalo lilikuwa na ushawishi na tabasamu la ulaghai. Emi naye kajikuta alikuwa na tabasamu tu. Jamani baba pia, unadhani nitasemaje? Kwa nini nina uwezo wa kukukatalia sasa mwenzako? Labda uniambie tu nitakukuta wapi basi. Alizungumza pale Emi kwa sauti ambayo ilikuwa na kijiaibu cha kutania hivi, maana alishajua kabisa anachoitiwa usiku huo kilikuwa ni kitu gani.
kilikuwa kinatakiwa kitumbua tu cha mwanamke huyu ambaye midume kibao ilikuwa inamtolea macho na kumfukuzia bila mafanikio. Kabla Simon hajajibu sasa tayari yule kijana alikuwa ameshawafikia. Boss tayari nimeshamaliza kuhamisha mzigo, alizungumza vile huyu kijana, na hapo sasa Simon hakujibu kitu. Alishuka kwenye gari akiwa na begi dogo mkononi, akaanza kutembea kuelekea kule kwenye BMW 7 jeusi upande wa mlango wa dereva ambako alikuwepo Deus. Amy alikuwa nyuma yake tu muda ule. Simon pamoja na Amy walipofikia mlango wa BMW 7 jeusi, waliona kioo cha gari kilikuwa kinashushwa. Hapo watu wawili sasa waliweza kumwona kijana mdogo tu mpole mwenye uso ambao unaeleza sifa na tabia na uwezo wa kijana huyu, kwamba ni kijana mtulivu kweli na mwenye nidhamu ya hali ya juu. Shikamoni. Ilikuwa ni sauti tulivu kabisa iliyokuwa na upole wa hali ya juu kutoka kwa kijana Deus, kama ilivyokuwa sura yake pia. Macho ya mwanadada Amy aliyokuwa pembeni na mzee Kajange yaliganda tu kwa kijana huyu na kuanza kumkagua kuanzia usoni mpaka kifuani na mikono yake pia, ambapo aliweza kujionea umbo la kiume ambalo hili lilikuwa limekaa vyema kabisa la kijana huyu ambaye alikuwa amevalia t-shirt na suruali ya kaki. Maraba kijana, lakini hongera pia kwa kufuata sheria ya muda, alizungumza vile mzee Kajange kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa uchangamfu na utani hivi. Deus alitabasamu kidogo. Ni tabia yangu mzee kufuata sheria zote na taratibu zilizowekwa na zitakazowekwa na nitakazoziweka pia mwenyewe, alijibu vile kwa sauti ambayo ilikuwa na utulivu ule ule, na huko alikuwa anatazama mbele bila kuwatazama hawa wawili, na hawakujua kabisa kama Deus alikuwa anawatazama kupitia kioo cha kuangalizia nyuma ambacho hiki kilikuwa katikati ya gari. Alikuwa anapata nafasi ya kumuona huyu mwanadada ambaye alikuwa ametoa macho ya matamanio kweli juu yake. Sawa, sasa malipo ya mwanzo ni haya hapa kama tulivyokubaliana, na malipo ya pili utayapata mara tu baada ya kufikisha mzigo, alizungumza vile mzee Kajange, na huko alikuwa anamkabidhi Deus lile begi dogo mkononi. Deus akalipokea na kisha kufungua zipu akatazama kilichomo ndani. Ni kilo moja hiyo sio? Aliuliza vile Deus, na huko alikuwa anafunga zipu na kutupia begi lake nyuma. Hakika wala ina shida, alizungumza vile bwana Kajange. Wakati ule Amy bado alikuwa anamtazama tu Deus kwa macho yaliyojaa matamanio. Sawa basi abiria wangu aingie, alizungumza vile Deus, na huko alikuwa anatazama saa ya mkononi mwake. Ilikuwa ni saa 2 na dakika 7. Hapo sasa bwana Kajange alimtazama kijana wake ambaye huyu alikuwa ameshika mabegi mawili mkononi. Moja ni kama lile ambalo alikuwa amepewa Deus na jingine ni la mgongoni, wengi wanaliita la skiti. Alimuonyesha ishara ingie kwenye gari, na yule jamaa sasa alizunguka upande wa abiria wa mbele. Unatarajia kufika saa ngapi? Aliuliza vile Kajange, na huko alikuwa anamtazama Deus ambaye sasa alikuwa na seti GPS kwa mfumo wa satellite. Kama hakutakuwa na tatizo basi ni masaa 8 tu, alizungumza vile Deus, na huko alikuwa anamaliza kuseti GPS na kupandisha kioo cha gari, na huko gari lilikuwa linaanza kuondoka taratibu, na huko Kajange na Amy walikuwa wanasindikiza kwa macho mpaka lilipotoweka kabisa machoni mwao. Sasa nitatulia, waje tu na wasubiria kwa hamu mimi, alizungumza vile bwana Kajange, na huko alikuwa anamgeukia Amy. Sasa tutakutana basi Sister Fada hotel pale tushereke usiku wa leo, au sio? Alizungumza vile Kajange, na huko alikuwa anaonekana ni mwenye tabasamu pana kweli la ushindi. Kwani ule ni mzigo gani? Aliuliza vile Amy kwa sauti ya mshangao wa kawaida. Usiwe na haraka mpenzi, nitakusimulia baadaye, sawa? Alijibu vile bwana Kajange ambaye leo aliaga nyumbani kwake kwamba alikuwa anasafirisha mzigo ule mpaka Morogoro na atarudi kesho asubuhi. Basi sawa, ngoja mimi nifunge saloni alafu nitakukuta pale Sister Fada, alijibu vile Amy Edward, mama mwenye shepu yake mjini, ambaye hata wavulana wadogo kama Hansi Marcel ni wa pale Simulizi Mixi humtolea macho ya uchu kweli. Leo tena tunamuona bwana Hassan Simba ni toka achane na kijana Deus wiki chache zilizopita. Tunamuona ndani ya gari lake Toyota Nadia. Ndani yuko na watu wengine watatu, yaani mke wake pamoja na watoto wawili wa kiume. Mkubwa yuko na miaka 7 na mdogo akiwa na miaka 3. Walikuwa wanatoka Ilala wanakuja Buguruni, safari ya nyumbani kwao.
Hakika bwana Hassan Simba pamoja na mke wake walikuwa wanaonekana wenye furaha kweli kweli. Walikuwa wanazungumza hili na lile na kucheka kwa pamoja, na huku wakisaidia na watoto wao. Na kama unamkumbuka vizuri, bwana Hassan Simba ndio yule bwana aliyekuwa ameokolewa na madini yake kwa wanyang'anyi kule Arusha na kisha kusaidiwa kusafirishwa na Deusi kuja mpaka Dar es Salaam. Lakini wakati wanakaribia Buguruni Lozana, mke wa bwana Simba kaona kitu. Hivi yule sio shemeji kweli yule? Aliuliza vile mke wa bwana Hassan Simba, na huko alikuwa anaonyesha gari aina ya Ford Ranger ambalo hili lilikuwa linachepuka mbele yao kutoka barabara ya kutokea Buguruni Sheli, na lilikuwa linaelekea upande wa sokoni ambako likapita kwenye barabara ambayo hii inatenganisha nyumba za jeshi la polisi na upande wa soko kuu la Buguruni. Ni yeye yule, hata sijui anaelekea wapi yule. Alizungumza vile bwana Hassan Simba kwa sauti ya tahadhari, kama vile alikuwa amehisi jambo ambalo halikuwa ni kawaida kwa ndugu yake huyu ambaye anapunguza mwendo, na macho alikuwa ameelekeza kule ambako lilikuwepo ile gari la ndugu yake ambalo hili sasa lilikwenda kusimama ubavuni mwa Bahia Sun City. Hapana, ngoja kwanza. Alizungumza vile bwana Hassan, na huko alikuwa anawasha taa ya upande wa kushoto kuonyesha kwamba alikuwa anaingia upande huo wa kushoto. Bwana Hassan Simba aliingia upande wa kushoto na kwenda kusimamisha gari yake mita kadhaa nyuma ya gari na ndugu yake, ambaye sasa waliweza kumwona bwana Isa Simba alikuwa ameshashuka kwenye gari na begi dogo mkononi. Alikuwa anaingia ndani ya baa ya Sun City. Ni kama ile alikuwa anamsubiri aingie tu ile kusudi na yeye amfuate, kwa sababu mdogo wake Isa Simba alipopotelea ndani ya baa hiyo, na huyo bwana Hassan Simba alishuka kutokea kwenye gari yake. Nisubiri hapa na kuja sasa hivi, alizungumza pale bwana Hassan, na huko alikuwa anaondoka na kuelekea ndani. Hassan alipofika ndani ya baa hii ambayo imedahia saa 2:30, ilikuwa imechangamka sana. Watu walikuwa ni wengi kwenye meza zao na walikuwa wanapata vinywaji pamoja na vyakula, na huko walikuwa wanaburudishwa na muziki mbalimbali iliyokuwa inapigwa kwa sauti ya juu kabisa, ambayo hii yeye hakujali kabisa burudani ile wala kuwatazama watu wale ambao walikuwa wanaendelea tu na burudani zao. Yeye alitazama kushoto na kulia kumtafuta ndugu yake huyo Isa, ambaye huyo yeye alikuwa amemweka machoni mwake kutokea kule nje. Hawezi kuwa hadharani huyo, alijisemea vile bwana Hassan, na huko alikuwa anatembea kuelekea upande wa kushoto ambako kulikuwa na watu wachache kidogo na mwanga hafifu. Ni kweli kabisa hisia za bwana Hassan zilikuwa ni sahihi kwamba Isa atakuwa upande huu, kwa sababu alimuona kabisa Isa alikuwa kwenye meza moja na vijana wawili ambao hawa alikuwa anawapatia vibando fulani hivi ambavyo alikuwa anaweka kwenye mikoba na kuondoka zao. Walikuwa anamwacha Isa Simba kama vile alikuwa anamsubiria mtu mwingine, na yeye sasa akamsogelea na huko alikuwa amekunja uso wake kwa hasira. Isa, hii mizigo ni ya bwana Songoro ama? Aliuliza vile bwana Hassan Simba mara baada ya kumfikia mdogo wake huyo bwana Isa. Isa Simba alishtuka vibaya mno na kumtazama kaka yake bwana Hassan Simba, na macho yao yalipokutana Isa alitazama chini kama vile alikuwa anajisuta moyoni hivi. Lakini haina shida, niko makini sana kwa kila ninachokifanya, alizungumza vile Isa. Wakati ule kuna kijana aliyekuwa anafika pale mezani. Nadhani sijachelewa kaka, alizungumza vile ule jamaa, na hapo sasa Isa Simba alitoa bando kwenye begi lake na kumkabidhi ule kijana. Hakikisha unaleta mzigo kwa wakati, sawa? Alizungumza pale Isa, na jamaa huyo aliondoka zake. Walimsindikiza kwa macho mpaka aliposogea mbali kidogo, na kisha Hassan Simba alimtazama mdogo wake Isa Simba. Sikiliza Isa, ni vyema kama utaachana kabisa na bwana Uredi Songoro. Yule jamaa anawatendea vibaya sana watu ambao wanashiriki nao kwenye biashara, alizungumza pale Hassan Simba kwa sauti ya upole kabisa. Alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa ameamua kutumia busara kumwokoa ndugu yake huyo. Lakini sasa brother, nitaishi vipi mjini? Hebu tazama kaka, nimejenga hapa mjini na gari nzuri na familia yangu inaishi maisha mazuri. Binti yangu anasoma shule nzuri, nitawezaje bila hii kweli? Aliuliza pale bwana Isa kwa sauti ya kulalamika ambayo hii ilikuwa imejaa utetezi wa kinyonge hivi. Isa, mara ngapi mimi nakwambia mdogo wangu kwamba tutashiriki kwenye biashara zangu mimi? Ama nitakupatia mtaji ufanye biashara zako mwenyewe. Achana na hizo ambazo nafanya sasa na bwana Uredi Songoro, ni hatari, kule sio mtu mzuri ule, nakwambia kila siku mdogo wangu Isa. Alizungumza vile Hassan, ambaye huyo lengo lake sio kumtoa mdogo wake kutoka kwenye biashara haramu za dawa za kulevya, lakini ilikuwa ni kumtoa mikononi kwa bwana Uredi Songoro.
mtu ambaye hakuwa na msamaha kabisa pale ambapo mtu wake anakwenda tofauti, na Isa alikuwa anafanya kazi na Uredi Songolo kama kibaraka wake. Hapo sasa Bwana Isa Simba alitulia kidogo kama alikuwa anajadili mpango wa ndugu yake kichwani, na kisha akainua kichwa na kumweleza kaka yake kwamba alikuwa amekubaliana naye. Lakini kaka, wacha kwanza namalizana naye katika ile na kisha ndio niachane naye kabisa, alizungumza vile Isa Simba. Na hapo sasa waliagana na Hassan aliondoka zake kutoka nje na kuungana kabisa na familia yake. Ndani ya chumba nambari 6 ghorofa ya 5 hapa Sister Fada Hotel, walionekana Bwana Kajange pamoja na Bi Emi walikuwa wamekaa tu kwenye sofa la watu wawili. Lilikuwa mbele ya meza moja ya kioo iliyobeba waini ya Mbogoland Starter, ambayo hii imetengenezwa nchini Mbogoland, ikiwa ni zao la matunda ya miti halisi kabisa yenye sifa kubwa ya kurutubisha nguvu na kuongeza hamu ya kunyanduana. Matunda ambayo hutumiwa vizuri kabisa na wanyama kama vile tembo, nyati, vifaru, nyani pamoja na sokwe, na pia bila kusahau swala na wengine wengi wadogo wadogo. Hasa msimu wa kuzaliana wanyama wanayajua vizuri kabisa matunda kama haya. Lisha ya utamu na uleviaji wa pombe hii yenye ladha kama maziwa na chokoleti ambayo haina harufu mbaya hata kidogo, haifai kabisa kunywa kwa mwanamke yeyote asiyokuwa na mpenzi. Hata kama uko na dada ama hata binamu yako, haifai kabisa kuitumia, kwa sababu mara baada ya kutumia tu hii waini lazima litatokea jambo, kama ambavyo sasa tunaweza kuona wapenzi hao wawili ambao walivaa nguo za ndani peke yake, na huku walikuwa naendelea tu kunywa pombe hii kali yenye utamu wa pekee. Hivi bebe, muda ule ulisema kwamba mzigo ni wa nini ule? Aliuliza pale Emi, na huku alikuwa amejiegemeza kifuani kwa Kajange, ambaye huyu muda mfupi uliopita alikuwa ametoka kukamilisha mzunguko wa kwanza wa kupeana dudu. Zile ni pesa tu bebe, wala usijali, alizungumza pale Bwana Simon Kajange, ambaye huyu mkono wake wa kushoto ulikuwa umekamata glasi ya waini na huku mkono wake mwingine wa kulia alikuwa ameupeleka kwenye nywele timtim za Emi eneo la kisogoni na kufanya kama alikuwa na kuna fulani hivi. Zile zote pesa inawezekanaje jamani? Aliuliza pale Emi kwa mshangao mkubwa kweli kweli, na alikuwa anainuka kutokea kifuani kwa Kajange na kumtazama usoni kwa macho ambayo haya yalikuwa yamejaa mshangao wa kutoamini kabisa. Yes, zile ni pesa, na tena sio shilingi za Tanzania, ni noti za dola 100 za Kimarekani, alizungumza pale Bwana Simon Kajange kwa sauti fulani ya kujiachia kwa raha na furaha za mafanikio hivi. Sijaelewa Simon, sasa umezipeleka wapi, na wale kijana dereva ni nani? Aliuliza pale Emi, ambaye huyo kiukweli alikuwa anatamani sana kumfahamu yule kijana aliyekuwa amemwona leo ndani ya BMW 7 jeusi. Bwana Simon Kajange alipeleka glasi ya waini mdomoni mwake na kupiga fonda moja, na kisha alishusha pumzi kwa nguvu kidogo. Yule kijana kusema kweli simjui kabisa kwa jina. Hiyo ni moja kati ya sheria zake kutomjua kabisa kwa jina, kwa sababu hata mimi hakuhitaji kunijua jina pia. Unaweza kumuita dereva tu. Na tena umenikumbusha hapa mrembo wangu, nimpigie hapa kupata taarifa zao kwamba wamefikia wapi, alizungumza pale Bwana Simon Kajange, na kwa alikuwa anachukua simu yake na kutafuta namba ambayo hii ilikuwa imeandikwa dereva. Wakati ule Emi ama maarufu kwa jina la Mama Specialza alikuwa anatazama kwa makini nambari ile ambayo kiukweli ilimshangaza sana. 04472574, aliuliza pale Emi kwa mshangao mkubwa kweli kweli. Yaani kiukweli hata mimi mara ya kwanza kuiona hiyo namba nilishangaa sana. Nilishangaa kwa sababu sio namba ya kawaida kabisa, alizungumza pale Bwana Kajange, na kwa alikuwa anapiga simu kwenye ile namba. Simu haikuita hata kwa sekunde 2 ikapokelewa pale pale. Unazidi kunifurahisha sana dereva, yaani uko makini kweli kweli na kazi yako alizungumza pale Bwana Simon Kajange, na kwa alikuwa anaachia kicheko cha raha hivi. Ni kawaida yangu ya bosi, na ndio maana hata mimi napenda sana kila kitu kiende kama kilivyopangwa. Ilikuwa ni sauti tulivu kabisa upande wa pili wa simu, sauti ambayo ilisikika vizuri kabisa na kuvuja kutokea kwenye simu ile na kusababisha Emi asisimkwe kiasi cha mwili kuota vipele vya baridi pale pale. Sawa dereva, kwa hivyo sasa hivi mko wapi? Tumeshiacha Mikumi tunaitafuta Ruaha, alijibu vile Dausi, na huko maneno yake alikuwa anamfurahisha kweli kweli Bwana Kajange, wakati sauti hiyo ilikuwa inazidi kumsisimua kweli kweli mwanadada Emi na kumfanya azidi kutamani kweli kweli kukubatiwa na kijana dereva.
Okay, sawa basi, mimi wacha nikutakie safari njema, alizungumza vile Kajange kabla ya kukata simu ile. Wakati bwana Kajange anaweka simu ile mezani, Emi akaiwahi haraka simu ile na kisha kuipokea na kutazama ile namba ya dereva. Sasa huu ni mtandao gani tena jamani? Aliuliza vile Emi, ambaye lengo lake sio kutazama tu ile namba, lakini ilikuwa ni kuzikalili kabisa zile namba za dereva ambazo hizi hazikumpatia shida kabisa kuzikalili kutokana na kwamba zilikuwa ni chache tu. Sasa baby, umesahau kunieleza kuhusu pesa ulikuwa unazipeleka wapi? Aliuliza vile Emi, na huko alikuwa anaweka simu mezani. Usiwe na haraka kabisa mpenzi, sawa? Nitakueleza tu, wala usijali, alizungumza vile bwana Kajange na kuanza kueleza habari kamili. Ukweli ni kwamba bwana Kajange, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la mapato, alikuwa amejikusanyia pesa nyingi kwelikweli ambazo hizi alikuwa anazibadilisha kwa mfumo wa dola na kuziweka jibani kwake, pesa ambazo alikuwa anakusanya kwa kutumia watu mbalimbali ambao hawa pia alikuwa anawagawia pesa kidogo kwa ajili ya kutatua shida zao ndogo ndogo, na huko yeye alikuwa anahofia kuweka benki pesa nyingi kama hizo, kwa sababu angekuwa na maswali ya kufanya anze kufuatiliwa na vyombo vya usalama. Yote kutokana na kwamba angekuwa anaweka pesa nyingi mno kwenye benki. Ndani ya miezi 8 tayari bwana Kajange alikuwa amekusanya pesa nyingi mno, pesa ambazo kiukweli hata yeye mwenyewe ilibidi achukue likizo kusudi kuweza kuzihesabia, na alitumia siku 5 kutwa kucha, tena akitumia mashine ya kuhesabia pesa kama zile za benki. Mpaka anamaliza kuhesabia alikuwa amepata hesabu ya fedha nyingi ambazo hizi kwa thamani ya pesa za Tanzania ilikuwa ni zaidi ya bilioni 500. Hiyo ni pesa ya mtu mmoja tu ambayo hii alikuwa ameipata kwa njia za kuiba serikalini. Uwizi ambao ulipunguza mapato ya serikali kwa kiwango kikubwa, kiwango ambacho kilipelekea serikali kuanza uchunguzi wa siri wakitumia usalama wa taifa na TAKUKURU, ambao sasa kwa bahati mbaya walibaini kwamba licha kuwa na wezi wengi pale TRA, lakini pia kiasi kikubwa cha pesa kinaibiwa na mkurugenzi. Kwa hivyo walianza kumchunguza kwa siri kubwa mno. Walikagua kwenye akaunti zake zote za benki, lakini hawakukuta pesa ambazo walizikadiria kwamba alikuwa anazikwapua serikalini. Walitazama kwenye akaunti za watu wake wa karibu kama vile mke wake na watoto, hata mwanamke ambaye alikuwa amezaa naye, na akaunti ya mtoto wake wa nje ya ndoa pia, lakini kote hakukuwa na pesa ambayo hii ilikuwa nakisiwa kwamba alikuwa ameiba serikalini. Zaidi wangekuta milioni 3 ama 4 na sio zaidi ya hapo tu. Lakini serikali ikarudi nyuma, ikaingia katika upelelezi wa nani zaidi, ikabaini kwamba pesa ilikuwa inatunzwa ndani ya nyumba ya afisa yule wa TRA. Lakini ni kama watu wanavyosema kwamba kuishi na watu vizuri ni akiba. Kuna mtu mmoja alimdokeza bwana Simon Kajange kwamba siku inayofuata, yani Jumamosi, muda wowote ule angevamiwa pale nyumbani na watu wa TAKUKURU, ambao hawa sasa watakuwa wanashirikiana na jeshi la polisi kwa ajili ya msako mkubwa sana nyumbani kwake, ambapo asingeweza kuchomoka hata kidogo. Walipanga kuja kukagua hizo pesa zote ambazo alikuwa anaiba serikalini. Hapo sasa bwana Simon Kajange alianza kuwaha kutafuta namna ya kutorosha pesa, ambapo sasa alikumbuka akaunti yake ambayo hii ipo kwenye benki moja kubwa huko Ufaransa. Lakini swali likaja, ataziweka vipi? Kwa sababu lazima aweke kwa kuziweka kwenye akaunti yake ya benki hapo nyumbani, na kisha ndipo zitume kwenda kwenye akaunti yake ya huko Ufaransa. Lakini tatizo likaja ni lile lile kwamba endapo ataweka pesa kiasi kile kwenye akaunti yoyote ya benki hapa Tanzania, lazima watu wangezuia akaunti yake na kuchunguza uhalali na upatikanaji wa pesa hizo zote, na yeye angekamatwa na kufungwa miaka mingi sana jela kwa kosa la ufisadi akiwa serikalini. Kwa hivyo njia ambayo ilikuwa imebakia ni kusafirisha pesa hizo kwenda nchi jirani na baadaye kuzituma Ufaransa kwa benki za nchi hiyo, na nchi ambazo ingekuwa ni rahisi kutuma hizo pesa bila hata kuoje kwamba zilikuwa zimeingia vipi, kodi pamoja na makato mbalimbali, bila kutaka kujua chanzo cha pesa hizo. Zilikuwa ni nchi ambazo uchumi wake ni mdogo kama vile Msumbiji. Hapo sasa bwana Kajange aliweka mipango yake sawa. Aliwasiliana na watu wake wa Msumbiji ambao sasa walisema kwamba ungempokea vizuri kwenye mpaka wa Elikuyu kusini mwa mji wa Songea. Sasa swala likaja, mzigo utasafiri vipi? Kwa sababu tayari kuna watu walikuwa wameshajua kwamba kuna fedha nyingi kweli itasafirishwa. Mara baada ya lisali zima la kufikiria na kutafuta usafiri wa uhakika wenye usalama, ndipo sasa alipopewa namba za kijana Deus Nyati, ambaye huyu alitambulishwa kama dereva wa BMW 7 jeusi, aliyempatia nambari ya Deus ya kukosea
kwa sababu saa 11 alfajiri Deusi ndio alikuwa anaingia Songea mjini. Alikuwa anatokea kwenye mpaka wa Songea na Msumbiji ambako tayari alikuwa ameshamwacha yule kijana pamoja na mzigo wake, na walipokelewa vizuri kabisa na wenyeji na kuingia huko Msumbiji. Na huku yeye Deusi alikuwa anarudi upande wa Tanzania katika wilaya ya Songea, sehemu ambayo alikuwa ameipita risale moja iliyopita wakati anaelekea mpakani huko Msumbiji. Deusi alikwenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa wazazi wake mara baada ya kufikisha mzigo salama. Kwa ufupi ni kwamba alikutana na wazazi wake tu na kukaa nao kwa wiki nzima huko, na huko alikuwa ameshamsimulia babake kila kitu kilichokuwa kimetokea, na alimweleza vizuri kabisa shughuli yake ya sasa kwamba yeye ni msafirishaji, na huko alikuwa anaeleza kwamba lengo lake ni kufanya kazi hiyo kwa muda mfupi na kisha ataachana nayo. Baadaye ataangalia mambo mengine zaidi, kwa sababu ilikuwa ni kazi ilikuwa inamhitaji kuvunja sheria kwa kiwango kikubwa mno. Halafu pia ilikuwa ni kazi hatari sana kwa usalama wake. Mzee Frenki alimweleza mtoto wake kwamba ajitahidi aachane kabisa na hiyo kazi ya usafirishaji aliyokuwa ameamua kuifanya, asije akagundulika na kulazimika kutoroka nchini Tanzania, kitu ambacho kitakuwa ni kibaya sana kwao, kwa sababu Tanzania ndiyo nchi pekee yenye usalama kwao, kwa sababu hawawezi kabisa kurudi nchini kwao Mbogoland ambako yeye mzee Frenki huku anahesabika kama mmoja kati ya watu hatari wenye mpango wa kupindua nchi. Na kama unavyojua bwana Chitopela yeye kwa sasa ni waziri wa ulinzi kule. Itakuwa ni rahisi sana kutuangamiza ili kusudi kuweza kutimiza malengo yake, na pengine kujitengenezea sifa na heshima kubwa na kwa kijenga kuaminiwa na ufalme. Alizungumza pale babake na Deusi mzee Frank Nyati. Ilikuwa ni siku ya Jumatano. Ni wiki kama 4 kutoka taarifa za kufukuzwa kazi kwa Deusi Nyati zisambae. Mida ya saa 3 usiku, siku hiyo mfalme Elvis Mbogo alikuwa ndani ya chumba chake. Alikuwa anapekua makabati ya kumbukumbu binafsi za ufalme, yani kumbukumbu na mipango iliyoandikwa na ufalme kwa mikono yao wenyewe. Ndipo sasa mfalme mwenye umri mdogo kupata kuitawala Mbogoland akaipata kumbukumbu ya kushangaza ambayo hii ilikuwa imeandikwa na mfalme Eugene wa 25 ambaye huyu ni babake na mfalme Eric wa pili ambaye ni babu wa mfalme Elvis wa kwanza, mfalme wa sasa wa Mbogoland. Usiku huu mfalme Elvis wa kwanza katika kupekua kwake alikutana na karatasi ambayo ilikuwa imeandikwa maneno. Na hicho ndicho kinachofanywa na watu wanaoamini na waliojitolea kwa kiwango kikubwa sana kuilinda nchi na kukulinda wewe. Lakini siwezi kuibadilisha akili yako. Kabla sijakamatwa na kuuawa, waache leo nikimbie nchi yangu ninayoipenda. Lakini nakuahidi kwamba uwe wewe ama kizazi chako kijacho kitakumbuka maneno yangu. Nikiweza nitaipigania nchi yangu mimi ama kizazi changu pia. Ujumbe huu kusema kweli ulimtisha sana mfalme Elvis huyu wa kwanza. Na tatizo ni kwamba ujumbe huu haukueleza kabisa unatoka kwa nani kwenda kwa nani, ama ulikuwa umelenga jambo gani mpaka uandikwe kama hivyo. Mara baada ya kutazama kwa muda fulani akaweka pembeni na kuachana nao. Alikuwa anapanga kukalia chini siku nyingine kwa ajili ya kutafakari zaidi. Siku 2 baadaye sasa ilikuwa ni siku ambayo bwana Isa Simba alikuwa anatakiwa kupeleka fedha kwa bwana Waredi Songoro mara baada ya kumaliza sasa kuuza ule mzigo wa mihadarati ambao alikuwa amepewa. Lakini mpaka mida hii alikuwa bado hajakamilisha kiasi cha pesa ambacho hiki alikuwa anatakiwa kukiwakilisha kwa bosi wake wa mihadarati huyo bwana Waredi Songoro. Kilikuwa ni kiasi cha pesa cha shilingi milioni 50 za Kitanzania, na asingeweza kabisa kuwakilisha pesa nusu kwa bwana Waredi Songoro. Na kwa kufanya hivyo bwana Isa Simba aliomba wiki moja kwa bwana Songoro kwa ajili ya kukusanya zaidi. Na hapo sasa tunafika pale ambapo tulianzia simulizi yetu katika episodi ya kwanza kabisa. Na kama nakumbuka vizuri tulianza kwa na kwamba bwana Waredi Songoro alikuwa amemteka binti wa bwana Isa Simba mara baada ya kushindwa kufanya naye biashara hii ya mihadarati. Na mara baada ya hapo sasa tunaona Deusi anakuja kumwokoa yule binti na kisha kuokolewa vizuri. Sasa tumeshaona ni kwa nini yule binti alitekwa. Ni kwa sababu baba yake ambaye ndio bwana Isa Simba alikuwa amepewa madawa ya kulevya kwa ajili ya kuuza, lakini hakuwa amepeleka pesa kwa ajili ya mauzo. Ndipo sasa bwana Waredi Songoro kwa amekasirika na kwenda kumteka binti yake. Na episodi ya kwanza kabisa tuliona bwana Waredi Songoro alikuwa anataka kujaribu kumbaka yule binti ambaye ni mtoto wa bwana Isa Simba. Na sehemu ijayo itakuwa ni msimu wa 2, episodi ya kwanza
Ndipo sasa tutaanza kuanzia hapa simulizi yetu, ambapo tunaona Deusi amekuwa ni msafirishaji, Isa Simba binti yake ameokolewa na Deusi, na Hassan Simba ni kaka yake na Isa Simba. Je, bwana Waredi Songoro atafanya kitu gani kwa ajili ya kumdhibiti bwana Isa Simba? Kwa sababu pesa za mauzo hajaleta na binti yake aliyokuwa amemteka amekuja kuokolewa. Manake bwana Waredi Songoro hasira zake zimepanda zaidi. Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya kwanza katika msimu wa pili. Na kama nilivyokujuza mwanzo kwamba msimu wa pili utakujia full kabisa wote kwenye application ya SMX app kuanzia wiki ya kwanza kabisa ya mwezi wa 4, yaani mwezi mmoja kuanzia sasa hivi. Na hapa wale wa YouTube hatutakuwa na episode 2 kwa wiki moja tena. Mara baada ya kumalizika kwenye app tutakuwa na episode 2 kila baada ya siku moja kama ilivyo kawaida. Mimi naitwa Felix Mwenda. Unaweza kunipata kwa 0766 47 48 57.